Ninakukaribisha tena mtazamaji wa Gospel Voice TV katika jina la Yesu. Na niko na imani ya kwamba neema ya Bwana imekutosha. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kukutana na mimi, naitwa Pastor Raphael, mimi ni mchungaji na Bwana anatawala maishani mwangu. Nataka nikuletee ujumbe jioni ya leo ambayo ya kwamba vile mwanadamu hulalamika, Mungu pia huwa analalamika. Na kwa hivyo siku ya leo tutaangalia sababu ya Mungu kulalamika na mwanadamu. Wacha tuombe, alafu tuingie kwa neno. Baba, katika jina la Yesu, ninakutukuza kwa ajili ya wingi wa fadhili zako na wema wako. Unastahili kuinuliwa na kuhimidiwa. Wewe ni Mungu katika maisha yetu. Utawala wako ni wa milele, hima yako ni kubwa, ushindi wako ni wa kila wakati. Ni ombi langu ya kwamba utaniwezesha katika jina la Yesu nilete ile neno katika ile njia na misingi ambayo Bwana itakupendeza, na yale ambayo nitakayonena ya kuwa faida kwa mwili wa Kristo kwa utukufu wako, in Jesus name. Kisha cha ujumbe wetu leo ni wakati Mungu analalamika. Wanadamu wakiwa wanafanya kazi katika njia zao na misingi tofauti tofauti, wakati mtu amefinyiliwa, tabia ya mwanadamu ni kulalamika na kuogea na kusema hapa sijafanyiwa haki. Na ndipo unakuta ya kwamba hata kwa serikali za kidunia wameweka koti. Koti kazi yake ni ya mtu akinyimwa haki, akidhulumiwa, akienda kotini aweze kupata haki yake. Koti ni wakati mtu amedhulumiwa, amenyang'anywa vitu vyake katika ile njia ambayo haijastahili, akienda kotini, serikali ya hiyo taifa itatafuta mbinu na njia ya huyo mtu aweze kupata ile haki yake. Wakati hata kwa family mtoto anafinyiliwa, unakuta ya kwamba anafika misigi mpaka analia, anasema Bwana nafanyiwa hivi. Na wale ambao maybe ni watoto wandogo kabisa ambayo hawezi ongea, utakuta ya kwamba machozi yake inasema ya kwamba kuna haki ninanyimwa, kuna kitu kinaniweka katika hali fulani ambao sijafurahia. Na the only way huyo mtoto anaweza express that he is not okay with whatever condition that he goes through ni ya kwamba aweze kulia. Na kwa hivyo ni vizuri tuangalie ya kwamba sasa Mungu ako mbinguni na yeye mwenyewe kuna wakati wanadamu wanatenda kinyume na yeye, wanatenda kinyume na mapenzi yake, wanatenda kinyume na vile yeye mwenyewe angetaka ama angependa. Sasa Mungu hatalia vile mwanadamu hulia. Mungu hata piga kelele kutoka heaven aseme hey, mnanifinyilia na mnaniumiza, mbona mnanifanya hivi? Wakati umefinywa mahali mtu ushout, nasema ya kwamba I am dissatisfied na vile hali inanifanyikia. Lakini sasa Mungu hata piga kelele akiwa mbinguni. Mungu anapofukuta ya kwamba amefinyirika, kizazi chetu sisi tunaishi mwaka wa 2025, tumfinyirie Mungu. Sio kulia talia, maana yeye ni Mungu na sisi ni kazi ya mikono yake. Lakini wanadamu kuna vitu wanafanya katika uso wa dunia, na Mungu anasikia kwamba na hawa wameniumiza, na hawa wamenifinyiria. Na kwa sababu hata lia na hata piga kelele akiwa mbinguni, Mungu ni withdraw. Anajitoa kwa hiyo entire generation. Anaondoka, inakaa. Biblia inasema ya kwamba katika Israeli kuna wakati hakukuwa na neno la Mungu la ukweli. Mungu amewithdraw, ameondokea entire generation. Sasa unakuta ya kwamba mtu anafanya vile anavyotaka, na hata tukitafuta uso wa Mungu hawezi jidhihirisha. Kwa sababu gani? Ameondoka. In between the testament, kitabu cha Malaki kuja kitabu cha Matthew, ni miaka 400 Mungu aliondoka katika uso wa dunia. Na ameondoka kwa nini? Amelalamika, kukakosa mtu wa kuchukua hatua kwa sababu Mungu amelalamika. Na uzuri ni ya kwamba aliongea na Malaki, akasema hivi sitaki, hivi mnanifanya, hivi mnanifanya, hivi mnanifanya. Lakini kukakosekana mtu wa kuchukua hatua na kusimama na kusema hii malalamiko ya Mungu tuishukulie serious. Unaelewa ya kwamba katika misingi ya family, kwa mfano wakati nilikuwa ninalelewa, ya kwamba kuna wakati ningetumwa na mama mara 2 mara 3, alafu nikatae kuattend hiyo kitu ananituma. Mwishowe wakati atashout ndio nitachukulia hili jambo liko serious. Unakuta ya kwamba ina marriage, ina setup ya marriage, mke analalamika, anamwambia bwanangu mimi sitaki hii unifanyie hii, mimi sitaki unifanyie hii, mimi sitaki unifanyie hii. Lakini because men we are men na men kuna vile wana operate vitu zao. Unakuta ya kwamba mpaka wakati ule mke atalia machozi, ama pia machozi isababishe umuvu. Wakati utaingia katika hiyo nyumba jioni, ukute alishukua kabagi na watoto akarudi kwao, ndio ulevi itaisha na ujue haya
kumbe mama alikuwa serious kwa hii. Kumbe hivi alikuwa anasema ninamfinyilia ni serious. Yani mpaka uone hatua imeshukuliwa, na hiyo hatua ndio inakusababisha uone na kweli hivi alikuwa anaona anasema ni kweli ninamfinyilia, ama nilikuwa nimemsukuma kiwango fulani. Nao Mungu sasa atafanya nini? Anashukuaga virago vyake na yeye pia anarudi kwake. Biblia inasema biguni ni makao yake. Kuna wakati anachukua virago. Vile mwanamke anabebaka tu vitu tu kwake, anasema nimerudi kwetu sikufukuzwa. Mungu huchukua vitu zake na anarudi biguni. Anasema wacha niwaache. Na watu wanaachwa, entire generation inakaa na Mungu hapatikani. Unakumbuka watu wanaitwa wa Moabi katika Biblia. Walikasirisha Mungu kwa sababu ya kunyima wana wa Israeli njia. Na Mungu akakasirika sana, akasema na hawa nimewaondokea alisema ngapi? 10 generations nimewaondokea. Mungu akachukua virago akaenda 10 generation. Hiyo ni miaka zaidi ya 300 Mungu ameondoka. Miaka zaidi ya 300 ni mingi. Yani mtu amezaliwa hapo katikati ya miaka 300 anajaribu kujibinafsisha na Mungu, anasema na kuita Mungu uje unisaidie, na Mungu anasema huyu hajui nilisema Yakobo siendi kwa miaka 300 ama miaka 400. Na hiyo kipindi mtu anaumia na hauelewi nini inafanyika, lakini ni Mungu alipolalamika kukakosa mtu wa kuchukua hatua. Na ni vizuri unaelewa Biblia inasema inasema ya kwamba kukipatikana mtu ameuawa kwa kijiji chenu, na wazee wapige magoti na wakutane na watubu kwa niaba, alafu hiyo mji nitaurehemu. Lakini sasa wacha nikuulize, kwa kijiji chenu mtu akikufa na hamjui aliuawa na nani, si ni polisi wanaitaka the following day ama hiyo wakati waje wachukue mwili na watu wa huo mtu watafuta waende wakazike? Na kwa hivyo inanyamaziwa ni kama hakuna kitu kimefanyika. Ndipo unakuta Mungu huondoka kwa miji. Unakuta a whole city, a whole town, Mungu hayuko, anakataa na anaondoka. Maana Mungu akisikia mahali amefinyiliwa ama sheria zake zimepitishwa, analetaka judgment, na kama sio judgment anaondoka. Kitabu cha Hosea kinasema Mungu akawaondokea, akasema nimekuja kubariki Ephraim, nikakuta ya kwamba hajajitayarisha, nikaondoka nikarudi mahali pangu pa kujifisha. Kwa hivyo kuna mahali anaedaga pa kujifisha. Kitabu cha Malaki na kitabu cha Matthew ni kipindi cha miaka 400 Mungu ameenda. Na miaka 400 Mungu kujifisha ni mingi, lakini kwake maybe ni kidogo, maana miaka 1000 ni kama siku moja. Kwa hivyo maybe katika kitabu cha Malaki Mungu anaona kama aliondoka 4 days only, siku 4 peke yake. Lakini miaka 400 kukawa watu wanafanya ibada zao, wanazaliwa wakakufa, wanazaliwa wakakufa, na Mungu hajapatikana kwao. Imagine miaka 400 ni kusema ya kwamba kuna mtu amezaliwa akaishi miaka yake yote, akafika wakati wake wa kukufa, akakufa na akaenda kwa kaburi. Hawakukutana na Mungu, hawakuongea, Mungu hakutaka anything kwake, na hiyo maisha si maisha mazuri. Mpendwa, ni vizuri uelewe wakati Mungu analalamika na maisha yako, maana wakati mwingine Mungu analalamika. Na ni vizuri tuangalie kitabu cha Malaki, maana kimejaa malalamiko ya Mungu. Lakini before tuingie Malaki, ni vizuri tuangalie Matthew 22 and verse 31. Matthew 22 and verse 31. Biblia inasema he is not the God of the dead. Jesus spoke but about the resurrection of the dead, have you not read what God said to you? Verse 32 inasema I am the God of Abraham, Isaac and Jacob. He is not the God of the dead but of the living. Ati yeye anaishi na watu wale wanaishi. Kwa hivyo mtu anapoondoka katika uso wa dunia, Mungu haitanishwi na yeye tena. Yeye ni Mungu wa watu wabaya walio hai. Na kwa hivyo ukiwa hai lazima utafute uso wa Mungu. Na uelewe ya kwamba unaishi kwa kusudio la Mungu. Unapokuwa katika haya maisha unaishi, God had a purpose with you. Hauishi utengeneze pesa. Na ni vizuri uelewe hivyo. Hauishi utengeneze pesa. Hauishi igawaje pesa tumeiweka mbele kama vitu katika maisha yetu. We are not living to make money. Hauishi utengeneze pesa. Mungu ako na kusudi, na ni vizuri asilalamike na kusudio alilokuumba. Mtu ambaye anaitwa Shibalonza anasema uliniumba ni kuabudu. She knew the purpose and the reason as to why she is living. Ya kwamba Mwenyezi Mungu mimi kuniumba kwangu na kuishi kwangu ni sole reason is for me to worship you. Uliniumba ni kuabudu. Na kwa hivyo ni vizuri uelewe the reason as to why you are living. Maana usipoielewa, the next resort
tutakuta Mungu akilalamika na maisha yako. Na akilalamika maybe hata niambia, hata kuja niambia Rafael, mimi nimekosewa na fulani, ninalalamika na yeye. Sasa hata nikija nikuambia ati Mungu ameniambia nalalamika na wewe, utaniona kama niko serious. Lakini ukisikia mahubiri ambayo inahubiriwa kwenu Sade, ukifungua TV kwako nyumbani, ukute ile kitu inaongea, utakuta zinaoana. Ni Mungu kukuambia kwamba ninalalamika na wewe na hii kitu. Na kwa hivyo tuangalie kitabu cha Malaki chapter 1. Malaki chapter 1. Ni vizuri tuanzie mstari wa 6. Biblia inasema hivi, Malaki chapter 1 and verse 6 inasema, as a son honors his father and a servant his master, I am a father, where is honor due to me? Ati ya kwamba mtoto humuheshimisha ama humuheshimu babake, na akasema ya kwamba mfanyikazi naye humuheshimu mkubwa wake. Na kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Mungu anatizama aheshimiwe. Mungu anatizama aheshimiwe. Na ni kweli ni vizuri uangalia kwamba wale watu wanafanya katika ofisi za kiserikali, zile ofisi ziko juu. Ukiangalia vile wanafanya kazi pamoja na maybe unafanya kazi kwa ofisi ya president, ukiwaangalia vile wanaheshimu rais, utaelewa ya kwamba ni mkubwa na anaheshimiwa hivyo. Ukiangalia vile wafanyikazi wengine wanaheshimu wakubwa wao, ama watoto wanaheshimu wazazi wao, utakuta ya kwamba kuna heshima ambayo Mungu anadai. Na hapa analalamika na heshima. Anasema kama mimi ni baba, heshima yangu iko wapi? If I'm a master, where is the respect due to me? Mungu akisema sasa hajaheshimiwa, ni kitu ambacho kila mmoja wetu anafaa kuangalia. Na Mungu huheshimiwa namna gani? Maana tunaweza enda mbele zake na tuiname hivi, lakini bado tumesimama. Hiyo kuinama ni show off. Moyo wako bado umeinama. Tunaweza enda mbele zake na tupiga magoti, lakini magoti hiyo bado wewe umesimama kwa ndani. Tunaweza enda mbele zake na tulie, lakini kuna machozi inaitwa ya crocodile, machozi ya mamba. Ni machozi ambayo haumaanishi hiyo kitu. Lakini Mungu anaziona hizo zote na anasema hawa watu hawajaniheshimu. Mstari unafuata unasema, but you ask, how have we shown contempt for your name? Biblia inasema, you placed defiled food on my altar, and you ask, how have we defiled you? By saying the Lord's table is contemptible when you bring blind animal. Mungu anasema ya kwamba kitu ambacho kinasababisha aseme ya kwamba hajaheshimiwa ni zile matoleo watu wanamtoleanga. Ati ya kwamba kuna vitu unamtolea Mungu, alafu anasema na ni kweli umeniheshimu. Ni vizuri kila mtu aelewe ya kwamba makosa ile ilisababisha Kaini akataliwe na Mungu. Kaini hakukataliwa ati kwa sababu hakujua kuiba. Kaini hakukataliwa kwa sababu ati ya kwamba hakumchezea Mungu vile Daudi alicheza. Kaini hakukataliwa ati kwa sababu hakufanya zile ibada Danieli alifanya. Kaini alikataliwa kwenye meza ya matoleo. Akatolea Mungu kitu ambacho hakijastahili. Mungu akaona hapana, maana hakutoa the choice, the best. Ni vizuri uelewe, unapoenenda mbele ya Mwenyezi Mungu kumtolea, hakikisha ile matoleo ambayo unamtolea ni kitu kinalingana na vile umebarikiwa. Sija kwambia utoe everything ati uashwe ya kwamba useme yote nilipatia Mungu, lakini hakikisha umetoa kulingana na vile umebarikiwa. Maandiko inasema siku moja Yesu akaenda akasimama mahali sadaka ilikuwa inatolewa, na anasema mwanamke mmoja ndiye alitoa mingi kuliko yote. Kwa hivyo sio ukubwa wa ile kitu unatoa, maana mwanamke huyo alikuwa ametoa peni moja, lakini ikasemekana ni yeye ametoa zaidi. Kulingana na umaskini wake alimtolea Mungu zaidi ya yule mtu alikuwa na mingi. Kwa hivyo Mungu analalamika na matoleo. Alilalamika wakati wa Kaini na akamkataa Kaini. Kaini hakukataliwa kwa sababu ya ibada nyingine, alikataliwa kwa sababu ya ibada ya matoleo. Mungu anasema ya kwamba but you ask, how have we defiled you? Kwa hivyo kuna matoleo huwa inatolewa inanajisi Mungu. Matoleo inapaka Mungu matope. Kuna jisika ni kushafua. Matoleo inashafua Mungu. Matoleo Mungu akitolewa inaonekana kwa Mungu ya kwamba sio ile matoleo ambayo inamfurahisha. Maandiko inasema ya kwamba when you bring an animal for sacrifice, when you bring blind animal for sacrifice, is that not long? When you sacrifice cripple or deceased animal, is that not long? Try offering them to your governor. Would he be pleased with you?
would he accept you, says the Lord. Analalamika ya kwamba hiyo mnanitolea. Ukijaribu kumtolea governor wako, ukijaribu kutolea liwali wako, atafurahishwa na hiyo. Hivyo ndivyo Bwana anauliza, hii sadaka unanitolea. Na kwa hivyo ni vizuri kila mmoja wetu aangalie matoleo yake ya sadaka, matoleo yake ya fungu la 10, matoleo ile unatolea Bwana. Because mahali popote kuna Mungu ama Mungu anatajwa, awe ni miungu ama ni Mungu wa kweli, lazima kuwe na matoleo. Na anasema matoleo ya kwake kama yeye ni Mungu, atolewe kitu iko na heshima. Heshima sio ukubwa wa ati utoe 200,000 ama utoe 50,000 ndio Mungu. Hapana, mtu hutoa kulingana vile amebarikiwa. When you are blessed, you need to give God according to your blessing. Na unapokosa kutoa na ama utoe kitu, watu wa wakati wa Maraki, unaelewa wakati ule walikuwa wanatoa kondoo na ng'ombe na mbuzi. Na ni vizuri tujipime na hao, ujue kama kuna siku lienda na sadaka kanisani. Maana kama hao wanatoa ng'ombe, lakini anasema ya kwamba wanaleta blight. Ati ya kwamba mtu ameingia kwa zizi yake, ameangalia ile mbuzi ambayo ama kondoo inapotea macho, ama haioni, macho imepotea kabisa. Maybe ni ugonjwa ama ni kitu kingine imesababisha macho ipotee. Ati hiyo ndio mtu alikuwa anashika, anapeleka nayo, anashika hivi, anapeleka katika hekalu ya Bwana. Mungu akauliza, na hii umeniletea, ukipatia gavana wako, atafurahishwa na hiyo, ni kitu kitampendeza. Hivi ni kukwambia kwamba unapofika ni kwa matoleo, Mungu anakuwa mwangalifu sana. Na kila mmoja wetu anafaa kutoa kulingana vile amebarikiwa. Anauliza mstari unaofuata, now implore God to be gracious to us. Ati na wewe utamwambia Mungu, naomba fadhili zako zikuwe na mimi. Now plead with God to be gracious to us. Utaenda mbele za Mwenyezi Mungu, mwambie Mungu, ninaomba fadhili zako katika maisha yangu. Utakapoona Mungu unamuitisha fadhili, have mercy on me, be gracious to me God, alafu Mungu anyamaze, kuna uwezekano mkubwa ni ya kwamba kuna matoleo ulimtolea ikakataa. Akaona hii matoleo ni kama madharau, ni kama matusi uko nayo, ni kama kutoniheshimu, haujaniheshimu, ndio umenitolea hii matoleo. Na ni vizuri uelewe ya kwamba anasema hivi, with such offerings from your hand will he accept you, says the Lord. That one of you would shut the temple doors, so that you would not light useless fire on my altar. I am not pleased with you, says the Lord. I am not pleased with you. Sadaka yako inapokataliwa, hata wewe mwenyewe unakataliwa. I am not pleased with you. Na kwa hivyo kuna watu ambao wanaweza kuwa katika nyumba ya Bwana kwa hekalu, na tunasema ya kwamba na Mungu, mimi ninajua ananipenda, mimi ninajua Mungu hawezi niacha. Hata unamuibia ile nyimbo inaimba, uliahidi we Bwana huniachi. Ni kweli aliahidi hivyo, lakini katika misingi na maeneo ya sadaka, Mungu huacha mtu. Unamtolea kitu, analalamika, anasema hii mimi haijanifurahisha. Na kinachofuata baada ya hiyo ni kuona ya kwamba huyo mtu amekataliwa na Mungu. Na kukataliwa na Mungu hata kwambia nimeenda. Ni vile utaona ya kwamba katika maisha yako vitu mingi zilikuwa zinafanyika kwa urahisi, zimeondoka, ama vitu zile zinakujaga na Mungu. Nilisema na ni vizuri nikuelezea kwamba kuna package ambayo ni Mungu peke yake huwa analeta. Ya kwamba ukiona hii package in your life, ujue Mungu wako. And in this package, moja zile vitu very vital ni kitu kinaitangwa peace. Ukiona maisha yako kuna amani, maisha yako kuna amani, ya kwamba wherever you go you are peaceful. Unapolala uko na amani, unapoamka uko na amani, unapoenda hivi uko na amani, unapoenda mahali uko na amani. Hiyo ni ishara ya kwamba Mungu ako na wewe kwa maisha. Unapoona boma haina amani, maana there are families there is totally no peace, ya kwamba hata tukiongea katika hiyo family unajua ya kwamba hakuna kitu. Unapoona jamii imefika hapo, ya kwamba watu wanakaa mpaka ni kuvumiliana, unavumiliana katika hiyo doa, hakuna amani kabisa, ni kuvumiliana, mnavumiliana katika hiyo family. Ati ya kwamba mmekutana nyumbani kama get together hii December, watu wanakutana, unakuta ya kwamba mpaka mnaogopana. Amani iliondoka. Amani si kitu kingine, hakuna kitu mnaweza leta kwa nyumba yenu kilete amani, ni Mungu. Maana hiyo package
inakujaga na Mungu peke yake. Hakuna shetani, hanaga amani. Na ndipo unaona Yesu akiondoka katika uso alisema peace I give unto you. Maana amani huwa, hiyo peace inatokaga kwa Mungu. Wakati Mungu ako mahali, amani inapatikana mahali pale. Kwa hivyo sio wingi wa mali, sio wingi wa kupanuka kwa fedha kunasababisha mtu ajue ya kwamba presence ya Mungu iko. Mahali Mungu uko, amani iko. Number 2, mahali Mungu uko kuna order. Order ambayo hailazimishwi kufanyika. Unakuta ya kwamba order is there. Ninakuelezea hii ndio ujue kama Mungu aliondoka kwenu ama kwako ama hako. Order ni kusema ya kwamba kama ni mtoto ataheshimu mtoto huyo mwingine mkubwa kumshida, na huyo mwingine mkubwa kumshida anaheshimu mkubwa wake. Hiyo order. Unakuta mama ina family hana woga, hana ile woga, anajua mume wake ni mzuri na anaheshimu huyo mume wake. Naye mzee anapenda mke wake vile alivyo. Hiyo order inafanyika hivyo, inaletagwa na Mungu peke yake. Watu wengine wamejaribu kuregesha hiyo order kupitia ukali. Unakuta mtu ni mkali kabisa, lakini hata na hiyo ukali unakuta hiyo order haiko. Maana ukipiga mtoto usikie kesho yake akisema nimefanya, wanifanya vile watanifanya, kwani kuna kitu kingine si nikunipiga? Nikukwambia order haiko. Lakini wakati Mungu wako, order inakuaga mahali hapo. Hakuna, hata ukiangalia vile ibada zinafanyika, maandiko inasema ya kwamba I am not the author of confusion. Kwa hivyo unapoona mashafuko, vitu hazifanyiki na order, ni absence of God. Presence ya Mungu inapeana order. Ukiangalia season vile zinaendanga, maana zinapangwa na Mungu. Hakuna mwanadamu hupanga season ati Yakoba ni ati Mungu ameashia hiyo jukumu ni Rafael atafanya. Anasema sasa tuko mwezi wa Disemba na hii mwezi kutanyesha, Januari kutakuwa ni season ya mvua. Haikwadagi hivyo. Hiyo order ya seasons ni Mungu anapanga, na kila watu wanaelewa ya kwamba season ile tuko saa hii ni season ya jua, tunaenda season nyingine ni ya mvua, tunaenda hiyo season nyingine ni ya gadhano ama ni ya baridi. Sasa watu wanaelewa hizo season. Hiyo order kuielewa vile imepangana ni Mungu mwenyewe amehusika. Order ni kusema unajua ya kwamba tumefika saa hii na next few minutes ni giza itakuwa inaingia, maana ni usiku. Hiyo order ya kusema kuna usiku na mchana ni presence ya, ni Mungu anaipanga. Na hiyo order ni kazi yake kwake, hajaipatia mtu, inafanyika kwa niaba yake. Hiyo order, unapoona ina family there is order, unapoona ina family ina institution there is order, ya kwamba watu hawalazimishwi kumheshimu mkubwa, watu hawalazimishwi kuheshimu rais wao, watu hawalazimishwi kuheshimu gavana wao. Hiyo order ni presence ya Mungu inailetanga. When the absence of the presence of God, unakuta ya kwamba there is no order, unakuta ya kwamba there is no peace. Hizo vitu ni package, inakuaga ndani ya Mungu peke yake. Now listen, ya kwamba wakati Mungu analalamika na hawa watu wakasema ya kwamba mimi ninashindwa kwa sababu ile sadaka mnaleta katika nyumba yangu ni ile sadaka haijakubalika. Anasema ya kwamba haiwezi patikana mtu hata mmoja afunge milango ya hiyo hekalu. Oh, that one of you would shut the temple doors so that you would not light useless fire on my altar. I am not pleased with you, says the Lord Almighty, and I will accept no offering from your hands. Amekataa sadaka, na amekataa kwa sababu ya vile watu wanafanya. Mungu akilalamika na sadaka, ni vizuri uangalia kwamba matoleo ninayotoa kwa Bwana inakubalika, nimebarikiwa kiwango hiki. Ukikuta haujabarikiwa kiwango hicho, ni vizuri up your game, ni vizuri urekebishe, uweze kutolea Mungu kiwango ambacho kitampendeza, utolee Mungu kiwango kinachotoshana na ile baraka. Katika uso wa dunia, system za kidunia zimeweka limit ya viwango ya vitu fulani. Ukienda kununua nguo kwa duka, haununui ile pesa unataka. Mwenye duka ako na limit, siwezi shuka bei chini ya hii. Hiyo ni kiwango ambayo imewekwa. Unapoona serikali za kidunia zimeweka viwango vya tax, ya kwamba kwa kiwango hii ndio unafaa kulipa, ndio tusiulizana maswali mengi. Unapoenda kwa kununua uga na mshere na vitu zingine, kuna viwango wale wana control hiyo market wameweka, ya kwamba unga inafaa kutoka bei hii. Unapoenda kwa petrol station kukunywa mafuta, unajua bei ya mafuta ni kiwango hii. Lakini inapofika ni kwa Mungu, anatakaga watu watoe kupitia upendo. Ndio hajaweka sadaka ni kiwango hii, ni upendo ule unampenda umtolee. Lakini watu wametoa chini ya ile kiwango yeye amewapenda, ndipo analalamika. Maana kiwango cha upendo hata chenyewe kina limit. Unapopenda mtu zaidi, kuna vitu unaweza faa kumfanyia shopping,
huyu vile nimempenda, siwezi mfanyia hii shopping, nitabadilisha, nitamfanyia hivi na hivi na hivi kwa sababu ya upendo. Na sasa Mungu anatarajia kwa sababu ya upendo, kuna kiwango umempenda na kuna limit ambayo utamwekea. Useme hii limit nimeweka ya kiwango hii, nimeweka kwa sababu ya Mungu. When you have that such limits, kiwango chako cha upendo kitakubalika na Mungu hujali sadaka. Number 2, malalamiko ya kwanza nimesema ni ya sadaka, malalamiko ya pili imeandikwa mahali tumefika. Anasema verse 11, my name will be great among the nations, from the rising to the setting of the sun. In every place incense and the pure offering will be brought to my name, because my name will be great among nations, says the Lord. But you profane it. Na Mungu analalamika na batu na jina lake. Anasema ya kwamba jina langu linatumiwa vibaya. Mahali popote litatajwa kutoka the rising of the sun to the setting of the sun. Anasema jina lake liheshimiwe na jina lake liheshimishwe. Watu wa mara kinafikiri hawako tofauti na watu wakati wetu. Unasikia sasa kama kizazi chetu jina la Mungu linatumika kama alama ya mshangao. Gai, ukafanywa hivyo. Sasa inapofika ni alama ya mshangao jina la Mungu, na anasema jina lake ni kubwa na linafaa kuheshimiwa katika hali kubwa. In fact, anasema kwa ajili ya jina yake, he is a great king. Yeye ni mfalme mkuu. Hapa kitabu cha Malaki amewaambia hivyo. My name has to be honored because I am a great king. Mimi ni mfalme mkubwa. Wakati Mungu analalamika na jina lake, ni kusema ya kwamba watu walitumie jina la Mungu vile inavyofaa. Na ukienda mahali, maana wewe ni mtu wa Mungu, wewe ni mtu ambaye ni wa kanisa, taja jina la Mungu mahali hapo. Ni makosa makubwa sana. Ninakumbuka siku moja ya kwamba tulikuwa tunaenda sherehe mahali, na tukaingia kwa matatu. Mimi nikaigia na nikaketi kiti ya nyuma ya matatu, na simu yangu nikatoa, niko busy, na nikaweka vitu zile zinawekwa na watu kwa masikio, nikaweka vitu kwa masikio. Na mama mmoja mzee wa family, ni wa kanisa ya Catholic, akasema hatuwezi enda hii safari kabla hatujaomba, na mtu mmoja aombe. Kijana yake na alikuwa amelala akiwa mlevi, amekuja asubuhi, amefika hiyo asubuhi, akabadilisha, akasema ni yeye. Mama alipiga duru kijana aliposema ni yeye ataomba. Akasema kama ni fulani anaobesha, siedi, narudia hapa. Sasa mimi nilishtuka na hiyo commotion, ndio nikatoa vitu zangu kwa masikio. Wakauliza, pastor, na uko hapa hauwezi tuombea? Sasa hii aibu, ninashindwa kutaja jina la Mungu na aibika. Na ni aibu. Mlevi anaopti kuomba nikiwa hapo. Mtu mlevi ndiye anaopti kuomba nikiwa hapo. Hiyo ni kukwambia ya kwamba ni kushindwa kulitumia jina la Mungu. Mungu analalamika ya kwamba jina langu liheshimiwe, maana ni jina kubwa. Hivi ndivyo maandiko inasema. Imesema, my name will be great among the nations, from the rising to the setting of the sun. In every place incense and the pure offering will be brought in my name. Akasema hata zile sadaka na ubani ambao utashomwa kwa jina langu. Anasema verse 12, but you profane it by saying, of the Lord's table is defiled, and of its food it is contemptible. And you say, what a burden. You sniff at it contemptuously, says the Lord Almighty. Ya kwamba watu wanashindwa kulitaja jina la Mungu, wanalitumia kama alama ya mshangao, wanalitumia kama kitu ambayo anasema jina lake ni la heshima. Na kama litatumika vibaya, watu wa zamani walijua kutumia majina. Jina la Mungu ni signature yake. The name of the Lord is his signature. Ya kwamba mahali popote linatajwa, uwepo wake unafaa ukuje, kwa sababu ni jina lake. Jina lake ni signature ya Mungu. Ukiweka signature yako mahali, inasema your presence is there, hata kama hauko. And your authority. Jina la Mungu ni kipawa chake. It is the authority of God. Na kila mmoja ambaye anaitanishwa na Mungu anafaa kuelewa kuliheshimu jina la Bwana. Ninakufundisha mambo mawili ambayo Mungu analalamika nayo: kutolitumia jina lake vizuri na matoleo ya sadaka. Hizo vitu mbili kwa Mungu zina maana. Jina la Mungu ni jina kuu, ni mfalme. Na ili ujue ni kubwa, maandiko inasema kitabu cha wa Filipi, Yesu alipofika mbinguni alipewa jina kuu kuliko majina yote. Name matters a lot. Ukitumwa mahali siku ya leo na ufike useme nimetumwa na rais wa Kenya, huyo mtu atashughulika ile kitu umesema.
Na kwa hivyo nikituma mshirika wangu mmoja nimwambie nenda useme ni pastor amesema hivyo, hiyo kitu itafanyika kwa sababu jina langu liko pale. Jina la Mungu ni authority yake, na kwa hivyo Mungu analalamika watu wakitumia jina lake vibaya. Kutoka leo jifunze kutumia jina la Mungu vizuri na Mungu ataacha malalamiko. Nataka nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa ajili ya nafasi njema umenipea ninene na watu wako. Natangaza ushindi na baraka zitokanazo na wewe. I declare you reign, Almighty Father. I declare your grace and your mercy and your power upon our lives. Ninaomba ya kwamba sadaka ambazo watu wako wanatoa zitakuwa za faida kwa mwili wa Kristo, maana kazi yako ikifanyika lazima kuwe kuna fedha zitatolewa. Hata wewe mwenyewe katika uwepo wako lazima sadaka zitolewe, ndio watu wako waweze kukutana na wewe ambao wewe ni mfalme mkubwa. Ninaomba ya kwamba sadaka zile tutakuwa tunatoa, hata zile tutatoa siku ya leo, zitakubalika mbele zako. Na pia tunaomba ya kwamba jina lako tulitumia katika misingi na ile njia ambayo inafaa. Uinuliwe na uhimidiwe kwa kuwa Bwana umwema. Tunaomba ya kwamba hatutalitumia jina lako tena vibaya, kwa utukufu wako. In Jesus name we pray. Amen. May God bless you. May God be with you. Naitwa Pastor Raphael kutoka CFF Makutano Meru, na Yesu ni Bwana. Ukitaka kusupport hii program unaweza tuma your support kwa hii namba 22218 7238#. Hiyo ni account number 22218. Hiyo ni pay bill number. Account number ni 7238#. Itakutolea jina Christian Foundation Fellowship na tutabarikiwa pamoja. May God bless you. May God be with you. Amen.